Shika vizuri. Hapa sifreshi. Mimi ni Ivan G na hii ni EM Online TV. Leo hii tupo katika jiji la Dar es Salaam, na katika jiji la Dar es Salaam tumeweza kukutana na mtu mmoja muhimu sana ambaye tulikutana naye katika group la WhatsApp la wilaya ya Ludewa, ambalo ni group ambalo linafanya mambo mengi makubwa kuisaidia wilaya ya Ludewa, lakini na kujadili mada ambazo zinaweza kuangalia namna gani wilaya ya Ludewa inaweza kujikwamua kiuchumi, lakini na kusaidiana mambo mbalimbali katika jamii. Na niliweza kumtafuta baba huyu baada ya kuona ana share vitu ambavyo ni sensitive katika jamii, na nikaweza kupamani hivyo. Lakini baada ya kukutana naye aliweza kuwa interested na kile ninachokifanya, na hapa tunataka tuweze kujadili na kujua ni namna gani, ni kwa nini tumeamua kufanya majadiliano haya na nini. Kwanza kabisa ningeanza kwa kupenda aweze kujitambulisha. Baba Dominic, karibu sana katika EM Online TV. Tunachofanya katika EM Online TV ni kushare inspiration story ambazo zinaweza zikawasaidia vijana waweze kujikwamua na waweze kujiajiri na kuajiri watu wengine. Sasa tungependa tuanze kufahamu Baba Dominic kwa jina lake. Mimi naitwa Dominic Francis Aula. Mimi ni mzaliwa Ludewa. Mzaliwa Ludewa miaka kadhaa iliyopita, na nimesoma Lupingu. Baada ya kusoma Lupingu nimeanza kusoma Mafinga Seminari, nimesoma Highlands High School. Baada ya hapo nikaenda kusoma Piramidi Seminari. Nilipotoka Piramidi Seminari, course kidogo nilikuwa nahitaji kuingia jeshini, nikaenda JKT Mafinga. Nilipomaliza JKT Mafinga nikachaguliwa kwenda kuwa kati ya wanafunzi wanaojifunza ubani na ndege za kivita na jeshi la wananchi Tanzania, kwa nilishinda mtihani wa kwenda kuwa pilot MiG fighter. Lakini baada ya hapo niliona masuala ya jeshi na background yangu haviendani sana, nikaamua kwenda kufanya kazi zingine, nikaacha jeshi na nikamaliza JKT, nikarudi kwenda kuajiriwa National Bank of Commerce. Nimefanya kazi National Bank of Commerce kwa muda kutosha sana, lakini kwa nyakati tofauti nimekuwa kwenye elimu tofauti. Kiacha ile Piramidi Seminari ya Philosophy, nimefanya vile vile Mass Communication University, St. Augustine University of Tanzania, lakini nimefanya vile vile course ya Banking and Finance. Nimefanya vile vile course ya Entrepreneurship katika kupata Masters ya Enterprise and Entrepreneurship Development University of Dar es Salaam. Na baada ya hapo nikafanya seminars na kozi nyingi ndani na nje ya nchi. Na baada ya hapo nimejikita kwenye kuajiriwa na ajiri, na kuajiri na kujiajiri. Nimefanya vyote hivyo, na muda mwingi nimeanzisha vile vile taasisi chache kwa Iringa pale, na taasisi inaitwa Sophisti Tanzania College. Nimeasisi shule ya sekondari Lokamani Secondary School kwa Iringa, na vile vile nimeasisi shule moja ni tuition center moja maarufu sana pale Iringa, ni Sophisti Tuition Center. Baada ya hapo basi na seminars na mambo mengine tofauti, lakini sasa hivi nimejikita zaidi katika kufanya ushauri kwenye miradi na masuala ya uwekezaji. Asante sana. Nadhani of course ni introduction ambayo imeshiba sana, na of course imeweza kuelezea vitu vingi sana. Nimependa sana mambo mengi sana kwa rubani wa ndege za kijeshi, ndege za kivita. Of course kitu kimoja ambacho nakipenda, of course watu wengi sana ambao wanapitia kwenye mambo ya kijeshi, katika vitu ambavyo naona vinachange mindset ya mtu fulani, ni moja wapo ni mafunzo ya kijeshi. Kwa naamini sasa kama umepata mafunzo ya kijeshi na sasa kwenda kwenye rubani na mimi of course ni mtu hiyo. Lakini licha hivyo naona umepita katika engo nyingi sana kubwa sana. Lakini sasa kwa mimi nilichokuwa napenda tukiweze kukidiscuss leo, katika vijana wengi sana ambao tunaona wana upeo mkubwa wa kufikiri, lakini wako vizuri sana, wanatoka nyanda za juu kusini. Sasa kuzungumzia wilaya ya Ludewa, lakini kuzungumzia maeneo ambao waziwa sasa Lupingu, tunaona tuna viongozi wengi wakubwa sana. Lakini sasa tukija tukiangalia vile vijiji kule nyumbani, kuna bakia bado maendeleo yake ni hafifu sana. Yaani ukiangalia kwa mfano kama eneo la Lupingu, ni eneo ambalo linaweza linatakiwa na magorofa na maeneo mazuri sana, investment kubwa iweze kufanyika kule, inaweza kufanya nini?
ili uweze kufanya nini, kuwa ni develop, yani kuwa ni developed sana. Lakini tunaona vijana wengi wanakimbilia huko mijini, na unahisi labda ni nini kinachopelekea hao vijana wasishindwe kuendeleza nyumbani na kujenga nyumbani zaidi, wanakimbilia huko mjini? Nafikiri sidhani kama wanashindwa, labda mimi nichukulie kijumla kama ni issue ya nature au asili ya nchi yetu ilivyo. Unajua nchi yetu ni wajamaa, alafu Watanzania wako uhuru kutembea na kuishi popote pale. Kwa mimi niitizame hivi kwamba kule Ludewa wapo watu ambao sio Ludewa na wanaiendeleza sana Ludewa, na Waludewa sasa wanatakiwa waendeleze maeneo mengine. Kwa hiyo mimi nichukulie kama ni sera ya nchi kwamba mtu yupo huru kuishi eneo lolote lile. Lakini sisi kama mila na desturi, kuna baadhi ya makabila ambayo yanapenda sana kuendeleza maeneo alikozaliwa, lakini kuna makabila hawana asili hiyo. Tuchukulia hasa mkoa wetu wa Iringa. Sisi kama mkoa wa Iringa zamani tulikuwa ni mkoa mmoja, Njombe na Iringa ilikuwa ni mkoa mmoja. Kwa hiyo ukiangalia kwa asili watu wa Iringa huwa hawana hiyo ya nyumbani hapana. Tofauti na wenzetu kama watu kutoka mkoa wa Kilimanjaro na mikoa mingine ambao wana nyumbani sana. Sisi watu wetu wako tayari kuishi eneo lolote na wengi wamejiendeleza katika. Kwa mimi kwenye hilo nilichukulia kiujumla kwamba ni tabia na desturi ya watu wa mikoa ya kusini kwenda pale walipofikia na kujiendeleza zaidi katika maeneo hayo. Asante sana. Labda swali lingine la pili ambalo litajikita kwa upande wa vijana. Nimependa kitu kimoja ambapo naona umepitia katika system kubwa ya elimu, na of course wangu unajiuliza bado hujazeeka, lakini inaonekana umesoma vitu vingi sana kwa ndani ya muda mfupi. Ni kitu ambacho kimeniinspire hata mwenyewe kuendelea kutafuta knowledge. Lakini kitu kingine nilichokipenda, kauli yako iliyosema umeajiriwa lakini pia umeajiri. Hivi unahisi ni ukiachana kwa mtazamo wa vijana wa siku hizi ambao saa hizi wanalalamika, wanaingilia serikali, wanaingia na maana inafikia sehemu wanafanya migomo na nini, wakilalamika kwamba tumesoma hatuna ajira. Kijana kama huyu unahisi anakosa nini, na wewe kama mtaalamu ambaye unaweza kupitia elimu zote hizo na kuajiri, unaweza ukamshauri nini? Anasema nimekosa ajira na serikali nataka iniajiri. Kwenye hilo labda nianze na kusema ni sana mtu aniulize leo kwamba hivi unafikiri tatizo la Tanzania au tatizo la Watanzania ni nini? Mimi kiujumla nitasema ni mindset, ni swala la fikra. Yaani matatizo ya Watanzania walio wengi yako ndani ya vichwa vyao, mitazamo na dira zao, namna wanavyoyatizama maisha na namna wanavyoyatizama mambo. Kwa sababu kwa mimi nilipojaliwa kuzunguka nchi nyingi, almost nimezunguka nchi nyingi sana duniani, na hata Tanzania nimezunguka almost wilaya zote, lakini hakuna nchi nimeiona katika Afrika yenye fursa kubwa na nzuri kama Tanzania. Kwa hiyo kuna swala la mitazamo ya watu ndani ya vichwa vyao, inakuwa kama ni usemi wa ng'ombe. Wanasema ng'ombe anapokula chakula unaona na hama sio, anaona majani ya kule ndio mazuri zaidi kuliko ya hapo. Wanasema the grass of another side of the field is greener. Yani anahisi kama yale majani ya kule yale ni mazuri zaidi, kumbe kwa ndio hapo utakuta sasa watu wanatoka Rupingu wanaacha fursa ya Vizimba wanakwenda Dar es Salaam mjini, wanafikiria hapo ndio kuna fursa kubwa sana, lakini nchi yetu yote ina fursa nyingi sana. Kwa hiyo nimeliongelea tatizo la fikra na mindset, kwa maana ya kwamba tunachelea kutizama fursa, kuzitambua na kuzikumbatia, na hii inatokana na historia ya nchi yenyewe, kwa sababu Tanzania tulikuwa jamaa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo sasa hivi tumefika mahala tuna uchumi mchanganyiko, jamaa umejichanganya na shughuli zingine za kibiashara. Sasa tuna tatizo la elimu na uelewa wa biashara. Kwa hiyo upande wa siasa kwa Tanzania tumepiga hatua kubwa sana. Ukombozi wa kisiasa tuko mbali. Sasa hivi tunataka tuingie kwenye harakati za ukombozi wa uchumi. Ndio shida kubwa, na hapo kinapohitajika ni elimu na taarifa mbalimbali kwa vijana. Vijana wengi hawana taarifa za fursa, hawana taarifa za mambo mbalimbali ambao wanaweza wakayafanya ili awatoe sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo ni mtazamo na ni matatizo yaliyo ndani ya vichwa. Kwa hiyo Tanzania yote ambaye atapata elimu na atapata taarifa za shughuli za kiuchumi na fursa, mara moja ataweza kupiga hatua kubwa tu ya maendeleo. Labda hili linaweza likawa la mwisho.
umeweza kuzungumzia kuhusiana na taarifa na fursa. Labda mwisho wako, labda maoni yako ni nini kuhusiana na huu mfumo wa elimu, tukiachana na huu mfumo wa elimu ulioasisiwa na wakoloni ambao mostly wanasema kwamba unaenda unawatengenezea mindset ya vijana kuajiriwa wakitoka katika hii system. Lakini kwa saizi hivi tumeona kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukavitumia katika huu mfumo wa elimu wa kikoloni ukiwepo. Ndio. Sasa ukiwa mashuleni labda kuanzisha kuja na innovative idea, sababu kama mimi nikikumbuka nilianza hii moment hivi nikiwa mwaka pili chuoni. Lakini nafikiria je, nikianza hii idea kama nikiwa toka advance au nikiwa ulevel huko naanza, I think nilivyokuwa toka chuoni nilikuwa ni kitu kubwa sana. Je, kama kijana unamshauri nini kutumia huu muda ambao unaotumia kusoma kwa nini hii system ya colonial education, ndio kuja na innovative idea fulani ambayo inaweza ikaja ikawa career baadaye, ambayo inaweza ikawa kutoka kwenye kilio cha ajira na kumpelekea kuja na kitu ambacho kinaweza kikaajiri watu wengine. Ushauri wako katika hiyo uko? Kwanza swali ni zuri sana, lakini ni swali ambalo liko very tricky, kwa maana kwamba si rahisi kumshauri kijana moja kwa moja kuhusiana na swala zima la elimu, kwa sababu kijana anafadhiliwa na mzazi, sio? Kwa hiyo mara nyingi na tabia zetu, wazazi wanawachagulia vijana elimu, akasome nini, akasome wapi. Sasa hiyo ni moja ya changamoto kubwa kasumba, na Watanzania tulio wengi tunakabiliwa na tatizo la kuishi maisha ya bandia. Tuna fake, yani unajiweka kwenye position ambayo haupo. Sasa hilo nalo linachangia. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba kuna fikra kwamba labda mtu akipata division 1 na akisoma baadhi ya masomo fulani akaenda chuo kikuu akawa na madegree, huyo ndio labda kuonekana mtu wa maana. Lakini kwa mtazamo ni kinyume kabisa. Kwa sasa hivi tunahitaji elimu ya vitendo, tunahitaji skills development education ambayo imfanye mtu apate ujuzi, apate uzoefu, apate kitu cha kufanya cha kumfanya ajiajiri au aajiri. Kwa hivyo kama na jambo la kutoa wito, kwanza nianze na wazazi. Wazazi wasiwe na kasumba ya kufikiria kwamba ni lazima mtu awe na degree au masters au PhD au awe professor ndio anaweza kayamudu maisha. Sasa hivi tuingie kwenye eneo ambalo na wenzetu wanalifanya kwa namna tofauti. Wenzetu sasa hivi wanachana na university ambazo zinafundisha masomo ya nadharia. Wanaenda kwenye elimu ya ufundi na ile elimu ya amali, elimu ya kumfanya mtu ajifunze kitu fulani akafanye. Unamaliza kozi, unapewa toolbox, unapewa kitu ambacho unaweza ukaenda ukaanza nacho maisha. Asante sana. Labda na think umejibu vizuri sana. Of course ukiangalia elimu ya amali, elimu ya ufundi ni moja ya elimu ambazo, na of course hata na mambo ya social entrepreneurship ambao kwa saizi of course ni vitu ambavyo vinaweza ku create employment opportunity. Hata mimi waga nafikiria I think huo unaweza kuwa mwarobaini wa sawa la ajira. Sababu na kama ulivyoeleza mwanzo kwamba vijana tukichange mindset, tukichange mtizamo, kwanza kuondoa hizo negativity na kwanza kuangalia vitu katika positive way, tunaweza tukafanikiwa kuweza kujiajiri. Sababu kinaamini utumwa mwingine unaotutesa sisi vijana ni hii mindset tulionayo, lazima niajiriwe, lazima nishike hela. Labda cha mwisho kabisa, advice yako kwa kijana yoyote yule ambaye either yuko chuoni saizi, anataka kuingia chuoni na anahofia juu ya nini, what next after university? Mimi kwa kijana yote ambayo anatizama program hii, niweza kutoa rai ya azingatie kwamba duniani ni yeye nasema I for one. Wherever you are, be yourself. Yani popote pale ulipo uwe wewe. Usimsikilize huyu, usimsikilize yule. Sasa hivi tumeingia kwenye era ya media era. Sasa hivi studio mtu anatembea naye mkononi. Mtu anachukua simu yake, anaropoka, anaongea maneno bila kujali kwamba anaweza kashawishi wasioelewa. Na vijana wengi sasa hivi wameingia kwenye mkumbo wa kushawishiwa. Kwa mfano, wanazingatia sana masuala ya kisiasa ambayo hayana tija kwao. Kuna watu wamezaliwa na wana vipaji vya kufanya siasa na wanaifanya siasa kweli na wanafanikiwa kwa njia ya siasa, lakini mimi naona kama vile vijana wengi hawastahili kuingia na kufanya siasa, kwa maana ya kwamba ziko shughuli nyingine za kiuchumi ambazo zinahitaji kundi la vijana kuweza kuibua ajira na kuajiri ajira. Kwa hiyo ninachowaomba vijana wasipotee, wasivutwe na stories
na mihadhara ya watu ambao wanaongea vitu vingi sana, na hasa wale wanaongea vitu vingi na viko hasi sana au very negative kuhusiana na nchi yetu inavyokwenda na maendeleo ya nchi yetu yalivyo, watambue kwamba ziko fursa, yako mambo mengi vijana wanaweza kuyafanya ambaye yanaweza yakawatoa hatua moja kuwapeleka hatua nyingine. Kwa hiyo wayazingatie hayo na wajue mwisho wa siku ni yeye peke yake na familia yake ndio ataweza kuonyesha ni namna gani anaweza kuyamudu maisha. Asante sana. Mwisho wa siku katika EM Online TV tunayo slogan yetu, tunasema be the reason for positive change, be the reason for positive change in your community. Hii media yetu kwa sasa hizi ni bado hatujaanza kusema kupata commission au system nzuri. Tunategemea kwa watu nyinyi ambao ni roho ambao mna support hizi vitu kama nyinyi kidogo kwa contribution yenu. Unaweza kusoma ujumbe kidogo hapa tumewaandikia na support kwa chochote kile. Hii sasa irekodiwe lakini. Iko pia. Hii haitaingia tu hii sasa tumemaliza interview kwa hiyo. Sawa. Mimi ni Ivan G na hii ni EM Online TV. Nilichokuja kuondoka nacho kitu kimoja tu kutoka kwa Baba Dominic, ameweza kutuambia I for one. I think kama sijakosea, I for one. Yani of course jua unachokifanya chochote kile duniani ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Hustling unazozifanya, chochote kile unachozifanya kifanye kwa wewe mwenyewe. Kauli hii imeweza kunikumbusha mbali sana nilipokuwa natoka. Nakumbuka of course wakati naanza na idea ya EM Online TV nilikuwa nafikiria sana ni nini ambacho naweza nikakifanya kwa watu wengine lakini kikaja kikaninufaisha na mimi mwenyewe. Baadaye ndo nikafikiria kuja na EM Online TV ambayo ikadhaa Njombe Innovation Academy ambayo ikaja ikaleta na World University of University na Andila Group. Lakini at the end of the day nilifanya yani nilikuwa nafanya kwa ajili ya watu wengine lakini mwisho wa siku kimeweza kuja kunirudia mwenyewe. So as youth I can say that we can see on how we can utilize this available opportunity in the community for aim of benefiting ourselves. I don't know. Yani kwa maana nyingine naweza kusema tufanye vitu vya positive change kwenye community kwa lengo la kujinufaisha sisi wenyewe lakini pia tukisaidia na jamii. Asante sana.